Sasa huyu mbwa anapewa hadhi, maana yake ni nini? Maana yake huyu mbwa ndo alikuwa mpenzi wake? Hilo anajua yeye mwenyewe, kwa sababu ule huzuni inawezekana ndani yake una siri. Lakini huyu mbwa awe bora kuliko mzazi wa wema kweli? Na wewe unaamini hivyo? Na subhanallah, wallahi ya mambo yanatia huzuni mkubwa. Inaonekana ni jahala, ni ujinga uliopita mipaka. Swali gani na karibu mfuatiliaji wa YouTube channel ya Nyundo TV. Yap, ni exclusive interview na moja kati ya watu ambao wanafahamu vitu vingi sana kwenye masuala mazima ya dini na masuala mengine ya duniani. Anaitwa Sheikh Yusuf Diwani, lakini sisi mara nyingi tutapenda kumuita mwalimu. Mara nyingi tunapokuwa tumekutana naye lazima tutoke na vitu vyenye manufaa, kwa maana kwamba lazima tupate elimu. Kubwa zaidi nazungumza naye kuhusiana na hiki ambacho kimetokea kama msiba wa Manunu na kile ambacho kimetokea. Tunafahamu ya kwamba Wema Sepetu ameweza kumpoteza mbwa wake, jambo ambalo limezua taharuki kwa siku mbili kuna mitandao ya kijamii. Tukio ambalo walikusanyika mastaa wengi wa muziki sambamba na waigizaji walikwenda kwa Wema Sepetu kwa ajili ya kuweza kumpa pole. Kila mtu alizungumza la kwake. Wengi wao walionekana kwenye moja na mbili ya kuweza kumuonea huruma Wema Sepetu kwa hatua ambayo amefikia ama kwa msiba ambao umemkuta. Inasemekana kwamba Manunu amefariki ili hali akiwa mjamzito. Nazungumza na Sheikh Yusuf Diwani atuambie kwa hiki ambacho kimetokea, kwa mwenendo ambao wameufanya mastaa hawa ni sahihi ama sio sahihi kwenye dini, kukusanyika, kuchangisha rambirambi, kuweza kumlilia ama kulia pamoja na Wema Sepetu mara baada ya kuweza kumpoteza mbwa wake. Sheikh Diwani, asalamu alaykum. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, bila shaka unafahamu hiki ambacho kimetokea, whether nimekuonyesha hiki ambacho kimetokea. Wema Sepetu amefiwa na mbwa wake, imezua taharuki. Mastaa wengi wamekusanyika kwa Wema Sepetu, kila mtu amezungumza la kwake. Wengi wao wameonekana kumpa pole kwa hiki ambacho kimemkuta. Tuambie kwa hiki ambacho amekifanya, huzuni ambao wao wameupitia kwa kufiwa na mbwa mithili ya binadamu. Mara nyingi inakuwa kwa binadamu, mtu anapokuwa amefariki ndio huzuni kama hizi zinakuwepo, lambi kama hivi huwa inachangishwa, lakini safari hii imekuwa kwa mbwa. Ni sahihi ama si sahihi kwenye dini? Kwanza ni kitu ambacho kinachohuzunisha sana katika yale ambayo tumeyaona katika huo msiba wa mbwa Manunu. Ni kitu ambacho kinashangaza sana. Alafu jambo la kwanza unaweza ukajiuliza, hivi wale wote waliohudhuria pale kichwani zimo kweli wale? Yaani unapata tabu kubaini kwamba wana akili sawa sawa wale watu au wana matatizo kidogo katika vichwa vyao waliohudhuria msibani. Waliohudhuria pale msibani. Yaani wewe jiulize tu swali la kawaida, inawezekanaje kwa mtu kafiwa na mbwa wake, alafu huyo mbwa ikawa ni tangazo kwa watu wengine wakakusanyika eti kwa sababu mtu huyo kafiwa na mbwa? Ni akili mbovu kupita kiasi. Sisemi kwamba mtu kumlilia mbwa wake labda ni kitu kibaya, hapana. Katika sharia tunaambiwa, kwa maana kuna kitu kinachoitwa arrafatu bil hayawan au arrahmatu lil hayawan. Kuna kitu ambacho tunachoambiwa kuwahurumia wanyama, kuwaheshimu wanyama na kuwapa hadhi zao na heshima zao wanyama kwa kadiri ya namna walivyo hao wanyama, ambazo hadhi zao na heshima zao hazifanani na namna zilivyo heshima za mwanadamu. Sasa leo tunaona kuna mtu anampa hadhi mbwa, hadhi ambayo bila shaka wala wasiwasi ukiitazama ile hadhi alopewa mbwa afadha, yani imezidi ile hadhi ambayo anaweza kupewa mwanadamu. Haya ni makosa kisharia. Unajua katika sharia kuna maneno yanasema, la haraja fil huzni wal bukai tabi'i ala mauti al hayawani al alyaf kal kalbi wala yu'khadhu al mar'u ala dhalika ma lam yasil ila haddi at-tasakhuti ala qada'i llahi wa qadarihi. Ya kwamba katika maneno ambayo bila shaka yapo kisharia, la haraja, hakuna makosa kabisa, alhuzna walbuka, mtu kuwa na kuhuzunika au hata kulia, tena atabii katika hali ya kawaida tu, ikiwa nini, ala mauti alhayawani alyaf, kwa kufiwa na mnyama ambaye aliyemzoea. Si vibaya,
yani mtu kuwa na huzuni na hata kulia pale ambapo anapokuwa ameondokewa na mnyama ambaye yeye aliyemzoea, kalkalbi, kama vile mbwa. Wala yu'khadhu almar'u, na wala haadhibiwi, haandikiwi makosa mtu, ala dhalika, kwa kumlilia mnyama wake ambaye alomzoea, ma lam yasil ila haddi tasahuti, ikiwa kama huko kulia kwake au kuhuzunika kwake hakukumpelekea mtu huyu kufanya matendo au kufikia katika kiwango ambacho hicho kiwango kitamchukiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mathalan, hata umefiwa na kuku wako, una uwezo wa kuhuzunika, mashallah, kuku wangu amekufa bana. Hata ukalia, ukakaa pembeni ukalia mwenyewe kimya kimya kwa kufiwa na nani? Na kuku wako. Kisha baadaye ukaenda ukamzika yule kuku. Lakini unakusanya watu, jamani, nimefiwa na kuku. Watu wanatoka huko na akili zao timamu, kurupu mpaka pale wanakusanyika, na daftari la rambirambi linawekwa pale kwa kufiwa na mbwa. Hili ni katika jambo ambalo lina sukhtillah, kwa maana linamchukiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kulia si kitu kibaya maadamu itakuwa ni katika hali za kawaida, lakini litapofanywa likavuka mipaka, basi hapo linakuwa linamchukiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ili jambo ambalo tunaliliona kwa huyu dada yetu huyu Wema Sepetu huyu, sijui naye ana akili gani kwa kweli. Alafu hizi habari ni kufatafata sana uzungu, yani kujifanya ni wazungu sana. Hili ndo tatizo, yani kujitia uzungu ambao wasokuwa nao, ndio shida hii inawapelekea kufikia katika hatua hizi. Mbwa leo, mbwa awekewe rambirambi, mbwa leo awekewe msiba, yani watu subhanal malikil quddus. Mwenyezi Mungu atunusuru na ujinga uliopindukia kimipaka kwa kiwango hiki. Huu ni ujinga uliopita kiasi. Leo kuna watu wanapata madhara katika maeneo mbalimbali, lakini pia inawezekana ikawa ni ishara dhahiri kabisa ya huyu bibie huyu anaitwa Wema huyu, ambaye kafiwa na mbwa wake anaitwa nani huyu? Manunu, huyo mbwa mwenyewe. Inawezekana ni ishara ya kwamba huyu mtu ana shida pia katika fahamu zake. Mimi nilidhani labda anaweza akachukua watoto mayatima, labda 2 watatu, akakaa nao, labda katika kukaa nao wale watoto akawafanya kuwa kama watoto wake wa kuzaa yeye mwenyewe. Akiondokewa na mtoto huyu, alikuwa na haki kabisa ya kuwa na huzuni mkubwa na kuita watu kama jinsi alivyofanya kwa mbwa huyu. Lakini cha ajabu, anakaa na mbwa, alafu kukaa kwake na mbwa, ndio huyo mbwa mwenyewe amekuwa na huzuni kubwa kiasi ambacho subhanal malikil qudus, inatia kichefuchefu, inakera, inaudhi sana hii hali ya namna hii. Na nimemwona mtu mmoja katika hizo klipu anaongea vitu vya maajabu sijawahi kuona. Anasema, nyinyi hamjui huyu Wema anajisikia vipi kwa kuondokewa na yule mbwa wake, kwa sababu mbwa ni zaidi ya mpenzi, mbwa ni zaidi ya baba, mbwa ni zaidi ya mama. Hivyo wanasema wazi kabisa, bila haya, bila aibu. Yani mbwa anapewa hadhi, anapewa daraja kuliko wazazi wa Wema. Mbwa anapewa daraja, anapewa hadhi kuliko mpenzi au wa Wema. Ingawa huyu mpenzi yeye, yani yule ambaye wanafanya zinaa, ndio maana ya mpenzi katika lugha ambayo mara nyingi zinatumika za kimtaani. Ukisikia mpenzi manake ni mtu anayefanya, ingawa lugha ya kisheria mpenzi ni yule uliomuoa kisheria, ndio anakuwa mpenzi, ndio lugha za kisheria ziko hivyo. Sasa huyu mbwa anapewa hadhi, maana yake ni nini? Maana yake huyu mbwa ndio alikuwa mpenzi wake, hilo anajua yeye mwenyewe, kwa sababu ule huzuni inawezekana ndani yake una siri. Lakini huyu mbwa awe bora kuliko mzazi wa Wema kweli? Na wewe unaamini hivyo? Na subhanallah, wallahi ya mambo yanatia huzuni mkubwa. Inaonekana ni jahala, ni ujinga uliopita mipaka kuwa katika hali. Na huku ni kuigaiga tu, kuigaiga wazungu, kuiga wa magharibi, na mfano haya ndio matokeo yake yanajitokeza haya. Mimi nimekwenda South Africa, nimekwenda Cape Town. Kuna baadhi ya masiku, kuna siku ambayo tulikuwa tumewahi kutoka nyumbani tukaelekea sehemu fulani, kulikuwa kuna mnada siku ya Jumamosi. Huwa unafanyika mnada pale, na hasa miezi ile ya 12, 11, 12. Ule mnada huwa watu wanatoa vile vitu vyao
walivyonavyo vya zamani vinapelekwa pale mnadani, vinauzwa ili wao wananunua vitu vipya. Mara nyingi sana ilikuwa hivyo. Sasa ukienda katika ule mnada utakutana na watu wengi sana. Walio wengi kila mtu yuko na mbwa wake. Yani yeye yuko na, yani unapishana na watu na mbwa. Kila mmoja yuko na mbwa wake. Kuna wale majibu yenye sura mbaya sana, kuna vile vidogo vidogo, kuna wale basi wa kila namna wewe utawaona pale. Na yule mbwa anakuwa na thamani kuliko hata mwanadamu kwa wakati huo. Hii ni hatari sana. Ndio haya wanayoiga, wanakuwa kiona huko na wao wanaiga haya mambo, wanakuja kuyaingiza katika maisha yao. Matokeo yake Mwenyezi Mungu anawatia laana sasa. Wanakosa watoto, wanakosa vizazi, wanakaa watoto wao wanakuwa ndo mbwa wao, wapenzi wao ndo mbwa wao. Hii ni laana sasa. Leo anakuja mtu anaeleza vitu vya namna hii. Si makosa, narudia tena haya maneno. La haraja fil huzni wal bukai tabi'i. Si makosa kama mtu atahuzunika kwa kuondokewa na mnyama wake, lakini au akalia kwa kuondokewa na mnyama wake, lakini bukau tabi'i ni kilio cha kawaida, sio cha kukusanya watu na sio cha rambirambi kama jinsi ambavyo ilifanyika katika jambo hili. Ukifanya kilio cha kukusanya watu kwa ajili ya mbwa na ukafanya kilio cha kukusanya rambirambi kwa ajili ya mbwa, hili ni katika jambo ambalo lina sukhtillah, lina hasira za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani ni kumkasirisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa matukio haya. Jambo ambalo lilitakiwa lifanyike hili anapoondoka mwanadamu. Leo anaondoka mbwa, ndio inaonekana katika hali. Mimi mwanzoni nilipoona hii klipu nilijua labda walikuwa wanafanya maigizo. Aiwa, labda wanafanya filamu. Kumbe ilikuwa ni halisia kwamba ndio ukweli wa kile kinachoonekana pale ndio kiko hivyo. Na wengine wakalia mpaka wamezimia kwa mujibu wa tunavyoona. Subhanallah. Kwani dini inasemaje? Mbwa kufuga ni halali kama ama sio halali? Mbwa amegawanywa katika sehemu mbili. Kuna kumfuga mbwa ikawa halali na kuna kumfuga mbwa ikawa haramu. Mbwa anakuwa halali ni yupi? Ni yule mbwa ambaye anayepewa mafunzo maalum. Mmoja anakuwa hana tabia ya kulambalamba vyombo. Lakini pili anakuwa na sehemu yake maalum. Sio nyumbani tu amekaa huko sitting room anaweza kutembea tembea tu kote, kwa anaingia chumba hiki anatoka. Sio utaratibu huo. Kwa namna hiyo inakuwa haramu kabisa. Mbwa anakuwa na sehemu yake ametengenezewa hapo, na anakuwa huyu mbwa ana mafunzo maalum. Hawezi kufanya matukio ya ajabu ajabu. Sio yule mtu analala naye kitandani. Huyo ni haram mutlaka. Haram kabisa. Yanalala naye kitandani, anakula naye sahani moja. Sasa inakuwaje haya mambo katika hali hizi? Hii ni hatari sana. Na hawa ndio wanatuletea maradhi ya ovyo ovyo hawa. Kwa sababu wale mbwa wana virus ambao virus yao wana maradhi na wana madhara. Na ndio wanatuletea maradhi ya ajabu ajabu. Dunia imekuwa na maradhi yasiyojulikana kwa sababu ya tabia za ovyo ovyo hizi. Kwa hiyo hii ni hatari sana. Lakini mbwa koko, kwa maana lile jibu ambalo halina mafunzo, ili ni haramu kabisa hata kulifuga. Kwa sababu katika luab yale matemate ya mbwa yana athari mbaya na ni najisi pia. Yani kukaa unagusana na mbwa ni najisi. Inakuwaje sasa kwa mtu ambaye ni Muislamu ukae mbwa ndio rafiki yako, kila wakati mmekaa mmegusana mnabebana, inapofika wakati wa sala wewe unaswali vipi sasa? Una najisi kila wakati. Ndio maana mbwa inatakiwa anatengenezewa sehemu yake maalum kisharia. Baada ya kutengenezewa ile sehemu yake maalum na anapewa mafunzo maalum, anakuwa anajua kabisa katika mafunzo yale. Kwa hiyo hawezi kutoka nje yale mafunzo aliyopewa kwenda kuleta athari au kuwa ni jibu la ajabu ajabu. Hapo sheria itaruhusu mtu afuge mbwa kwa utaratibu huo. Awe na sehemu yake na awe na mafunzo maalum. Sio anatembea tu. Kila wakati kamshika mnyora anatembea naye. Au akienda yeye yuko nyuma. Hapana. Ni tofauti na alivyo paka. Paka, Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema huu paka ni mina tawafina alaikum, ni katika wanyama ambao kanuni yao huwa wanazunguka na nyinyi na wanaondosha madhara. Paka anaondosha madhara. Lakini kadhalika mbwa aliyofundishwa ana uwezo wa kuondosha madhara. Lakini likiwa jibwa koko lipo tu, ndio linakuwa limtu la mtu, maana nikisema hivyo nieleweke, ni haram mutlaka, haram kabisa moja kwa moja kufuga majibu ya hali za namna hiyo. Kifupi Muislamu anaruhusiwa kufuga mbwa?
Muislamu anaruhusiwa kufuga mbwa ikiwa kama yule mbwa ana mafunzo maalum, lakini kadhalika na ana sehemu yake maalum, ana banda lake maalum, anakaa huko, anaruhusiwa Muislamu kufuga. Lakini ikiwa kama yule mbwa anakuwa yuko hovyo hovyo tu, anatembea tembea hovyo, hii ni haramu, kwa sababu zinakuwa zile sharti za kumfuga mbwa zimekosekana. Kwa hali hiyo itakuwa ni haramu kwa huyu Muislamu kumfuga mbwa. Atakuwa anazunguka anazagaa hovyo na ataleta madhara pia kwa watu wengine. Kwa hiyo suala liko hivyo katika utaratibu huo. Tumalizie kuhusiana na hili la Manunu na Wema Sepetu la mbwa wake. Hili suala mimi niseme tu kwamba akae huyu Wema na wale wote ambao waliohudhuria pale katika msiba huo, atafakari vizuri. Inaonekana hawa dishi zao zimeyumba kidogo, hawako sawa hawa kiakili. Si vibaya kuhuzunika, ila ni vibaya kukusanya watu eti kwa sababu ya msiba wa mbwa. Hicho ni kitu kibaya. Yani hadhi ya mtu ya mwanadamu iko wapi sasa kama ndo hivyo? Tofauti ya huyu mwanadamu na huyo mbwa aliyokufa iko wapi sasa? Wallahi kabisa hii ni atawala qad dhara'na li jahannama kathiran min al-insi wal jinni lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema motoni huko atawaingiza wengi kabisa miongoni mwa wanadamu pamoja na majini, atawapeleka motoni. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu anasema lahum qulubun la yafqahuna biha, wanayo mioyo lakini mioyo hiyo hawaitumii katika kuzingatia katika masala yao haya. Walahum ayunun, na wanayo macho hawa watu, walakin la yubsiruna biha, hawaonei kwa macho hayo. Walahum adhanu, na wana masikio, la yasmauna biha, hayasikii hayo masikio yao. Mwenyezi Mungu anasema ulaika kal an'ami, hao ni kama wanyama tu. Bal hum adall, bal kadhalika, wao ni wapotevu zaidi kuliko hata wanyama. Yani mtu hautafakari, basi wewe ni sawa na mnyama tu. Unawezaje ukaitwa wewe katika swala la kifo cha mbwa, alafu na wewe unakwenda kabisa, unatoka kabisa nyumbani kwako, una akili sawa sawa, unakwenda mpaka pale kwenda kufanya taazia katika kifo cha mbwa? Ni sawa na mnyama tu wewe katika hali hizo. Narudia maneno yangu ya mwisho kwa kusema hivi, asili ya sharia kukusanyika katika sala la msiba ni kusanyika katika sala la msiba wa mwanadamu, ndio asili ya sharia, na sio kukusanyika katika msiba wa mnyama. Albuka'ul farda, kulia peke yako. Idha kana alhuznu walbuka'u fardiyan, ikiwa kama huzuni na kulia mtu analia mwenyewe peke yake, tena fil manzili, akiwa nyumbani kwake, duna sukhbin au taqus, bila kukusanya watu au bila kufunga turubali, tushbihu ta'ziyat al-adamiyin, bila kufananisha na ule msiba wa mwanadamu. Wa mwanadamu si ndio watu wanakusanyika na rambirambi wanatoa? Sasa katika hali za namna hii, ikiwa kama mtu atalia mwenye peke yake bila kukusanya watu, bila kuja kuleta rambirambi, kama vile inavyofanana na msiba wa mwanadamu, fala ithma fihi, kwa mtu ambaye atakayelia peke yake na asifananishe na msiba wa mwanadamu, hapo hakuna makosa. Lakini kama mtu atafanya kama alivyofanya Wema Sepetu, ni makosa makubwa na ni sukhtillah, inamchukiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika hali za namna hiyo tunasema arrahmatu bi yajuzu tarahumu ala alhayawan, inafaa kuwahurumia wanyama, bimaana talabu lutfi bihi, kuwafanyia upole wanyama, au alhuzni alayhi, au kuwahuzunikia wanyama wanapoondoka, likulli lidua lahu bilmaghfirat kal insani la asla lahu. Na hata hili swala la kusema labda watu wamekusanyika, basi kwa kuwa tumekusanyika tumtakie makazi mema, tumuombee wema huyo mbwa, ni jambo ambalo halina asli katika sharia na ni jambo baya kabisa. Kifupi, Wema Sepetu amekosea. Amekosea sana sana sana, na sisi tunamwambia kwanza awaombe msamaha watu kwa kuwafanya watu wapuuzi kwa kiwango hicho. Na haswa wale waliofika pale, yani wamewafanya ni watu wenye akili ndogo mno. Ndio maana yake.
Yani kawatazama kaona ni watu wenye akili ndogo, na wao wenyewe ni watu wana akili ndogo sana. Waliohudhuria ni akili ndogo sana ile. Kuna mambo mangapi ya msingi ambayo wangeyafanya katika ule muda ambao waliopoteza pale kwenda katika msiba wa mbwa. Manake ni kuwapotezea watu muda, na ni kuwafanya watu wapumbavu na kuwafanya watu wajinga wasiojielewa. Ndio maana yake. Kweli tumefikia huko. Subhanallah. Hii ni hatari sana. Kwa hiyo jamani, tutafakarini vizuri. Haya ni makosa makubwa na haifai, haipendezi. Kwanza inaleta mustakbali gani? Alafu hawa wanaitwa wasanii. Nini maana ya wasanii? Kioo cha jamii. Kioo cha jamii. Jamii yenyewe ndo hii, kioo chenyewe ndo hichi. Hichi kioo kimepasuka kabisa hiki. Kina kutoa lambilambi kwenye misiba ya mbwa. Msanii kweli wewe, kioo cha jamii, unakwenda kutoa rambirambi kwenye msiba wa mbwa. Na unalia mpaka unazimia kwenye msiba wa mbwa. Wewe kioo cha jamii au nini tena umekuwa? Kioo hicho kipo tena au kioo kishapasuka hicho kioo? Mambo yanachekesha kabisa ya. Ni mauzauza makubwa kabisa ya. Yaani Tanzania kwa staili hatuna wasanii shekhe. Hatuna wasanii. Sana mimi naamini sanaa mara nyingi huwa ina tabia ya kuwatoa watu katika maadili mabovu kuwaleta katika maadili mazuri. Ndio maana ya sanaa. Sheikh, sisi tulianzisha Maadili Movie baada ya kuona mauzauza kama haya ya hawa watu. Na wameua filamu zao wenyewe kwa upuuzi huu. Sasa watu wakikaa wakitafakari, naona sasa mimi nawezaje kukaa na watazama wajinga hawa wanaochukuliwa katika msiba wa mbwa? Kweli naweza kuwafuata hawa mimi? Kwa hiyo wanaharibu ile tathnia yao wao wenyewe kwa utaratibu huu. Hawajui hata miko ya tathnia yao ipoje. Sisi tulifanya Maadili Movie Sheikh. Enzi hizo. Na tulianzisha Maadili Movie kwa kuona haya mambo yakiendelea hivi. Tulianzisha movie ya kwanza ambayo ilikuwa inaitwa Ndizi ya Yatima. Tukaja ya pili ikaitwa Inshallah. Tukaja ya tatu ikaitwa Malipo ya Duniani. Baadaye sasa na wao ndo walivyoona sasa zile movie zetu tayari zinaanza kuwa zinaeleweka katika nani. Ndio akaja yule msanii mmoja anaitwa nani? Anaitwa Ray, akafanya ile ya Ramadhani. Ni baada ya kukopi kutoka kwetu sisi Maadili Movie. Ndio ukweli jinsi ulivyo. Baada ya hapo wakaja mwingine nani, kuna mmoja alifanya filamu moja nzuri sana hivi ya kimaadili. Ilipendwa sana nafikiri. Sasa hawa waishapoteza maadili, hawajielewi, yani hawajui usiku wala mchana. Wanajiendeendea tu. Kweli? Badilikeni jamani. Sio sawa hiyo. Tumalizie. Mara kadhaa tumekuwa tunapata comment nyingi sana kwenye mitandao yetu ya kijamii, hasa wengi wangetamani kufika pale ambapo upo. Tuwakumbushe wapi ambapo tunapatikana na huduma zetu ni zipi. Wengi wanaulizia sana kuhusiana na Mkono ID. Sisi tunapatikana hapa Mbagara Kiziwiani, barabara ya lami ya Jeshini. Ndipo tunapatikana, na huduma zetu tunafanya dua kwa kila watu wenye matatizo ya aina mbalimbali. Lakini kadhalika kuna wale ambao wana tatizo la Mkono ID, wanamume. Kwa maana wanapoliendea lile sala la tendo la ndoa wanakosa uimara. Basi lau kama wanaupata Mkono ID wanakuwa imara zaidi na wana uwezo wa kunguruma vizuri kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na lakini kadhalika vile vile tunakwenda sambamba, tunayo dawa yetu mujarrab inayoitwa Haqqul Mujarrab. Hii ni kwa ajili ya masala ya sihri, uchawi. Kuna watu wanaumwa sana maradhi yanayojulikana na yasiyojulikana, lakini vyanzo vyake ni wamepigwa sihri, wamepigwa uchawi, wamefanywa hasad, wamehusudika, wamefanywa vijicho vya kila namna. Lakini sasa hii Haqqul Mujarrab ndio mujarrab sana. Ni hii hapa. Hii muhimu sana kwa ajili ya kutegua yale matego ya kichawi. Wewe ambaye una maradhi ya kila namna, kuna watu pia wamefungwa katika vizazi vyao, vizazi havipatikani, lakini si kwamba yeye ana tatizo, yuko sawa kabisa, lakini tatizo amerogwa, vimefungwa kizazi chake. Basi Haqqul Mujarrab ni muhimu sana kwa ajili ya kutegua hayo matego biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ni hapa katika ofisi yetu Mbagala, barabara ya lami ya Jeshini hapa Kiziwiani, ndipo ambapo unaweza kutupata na ukapata Haqqul Mujarrab, na inshallah Mwenyezi Mungu akakunusuru kutokana na athari na mashakili ya kisihri kwa hurma na utukufu wake Allah tabaraka wa taala inshallah. Naam, ndivyo ambavyo amemaliza Sheikh Yusuf Diwani. Nikwambie tu kwa wewe ambaye ungetamani upate huduma yake, whether ni kwa ushauri ama kwa matibabu, usiombe namba kupitia kwenye YouTube channel yetu. Njoo kwenye Instagram Nyundo TV, njoo kwenye TikTok kwenye Nyundo TV, njoo kwenye Facebook kwenye Nyundo TV. Niambie pale, nina shida kufika kwa Sheikh Yusuf Diwani.
itakupeleka, kama sio kukupa namba yake moja kwa moja. Tunafanya hivyo kwa sababu wahalifu wamekuwa ni wengi wanatumia kupitia jina la Sheikh Yusuf Diwani kuweza kupata chochote. Ukija kwenye YouTube utakachokutana nacho sisi hatuhusiki. Njoo Facebook, njoo Instagram, njoo TikTok, sema tuna shida, ninahitaji kupata namba ya Sheikh Yusuf Diwani. Narudia tena, ukija YouTube ukiibiwa sisi hatuhusiki. Wa hadha, salamu alaykum. Ndio ni mwachana leo. Kabisa.